Haya ndio mambo ya siri walionayo ma CEO waliofanikiwa zaidi duniani. Sio kwamba muda wote wao wanakuwa wako smart, yani muda wote wako smart, hapana. Kuna rules na sheria wanazozifuata ambazo wengine wote waliobaki hawazifuati. Sheria kwanza wanaoifuata, hawaogopi chochote wala lolote muda wowote kusema hapana. Kwa ufupi ni kwamba kanuni hii inasema focus ni sawasawa na unfair advantage. Ukifocus unapata matokeo ambayo ni unfair. Badala ya kuanza lumbana hapa katikati, leo uko na project hii, kesho kuna project hii. No, they stick to what they focus on. Kwa sababu ukifocus kwenye kitu fulani, definitely automatically itakupa unfair advantage kuliko mtu yoyote ambaye leo akaamua kuuza huku anatakataka. Rule namba 2, wanafikiria mambo kwa muda mrefu. Hawaundi vitu vyao kwa siku kwamba leo nimeanza biashara yangu, kufikia Jumatano nitaanza kuwa milionea, nitakuwa tajiri. No. Kwa mfano, Jeff Bezos ameunda hii Amazon. Jeff Bezos ameiunda kwa plani ya miaka 10. Yani alianza akiwa ana expect kuanza kupata matokeo ndani ya miaka 10. Sasa hivi ni kampuni namba 1 duniani la kufanya dropshipping. Kwa sababu gani? Baada ya kuanza kuwaza mimi naanza Jumatano nitakuwa milionea. Hii biashara nimeona haiendi vizuri. Namna gani? Nina mwezi wa pili sasa, sipati matokeo. Ma CEOs wanaofanikiwa hawawazi kama mtoto wa darasa la kwanza kwamba leo naanza kesho namaliza shule. Hapana, wanafanya mipango yao kwa muda mrefu. Namba 3, wanajiondoa wao katikati ya kazi. Yani badala kuwa umeanzisha project alafu kuhakikisha hiyo project umeijenga wewe mwenyewe ndio unaoperate everything, hapana, wanatengeneza system zitakazoweza kuoperate kwa standard ile wanaooperate wao, hata wao wakiwa hawapo. Badala ya kuwa biashara inakuwa ni mzigo, yani yamekuwa yamemwelemea. Unaweza kumkuta mtu amefanya biashara, lakini ile biashara mpaka inamtokea usiku. Nini wanachokifanya? Wanatengeneza system zitakazoweza kuoperate hiyo biashara, either kiwepo, either kiwa nje ya biashara yake. Sheria namba 4, hawafuati trends, wanatengeneza infrastructure. Badala ya kuanza kuona ni kitu gani ambacho kimeingia sokoni na kitu gani kinachofanya vizuri alafu uruke nacho ukanunue, badala yake unaweza kutengeneza namna gani ambavyo mimi naweza nika-contribute, yani nika-build infrastructure ya watu wengine kuweza kupata nafasi ama unafuu wa kuweza kutumia hicho kitu. Kwa mfano, inapokuja masuala kama AI, internet, masuala ya content creation, badala ya wewe kuanza kusema mimi naweza kujua vizuri kutumia social media, mimi najua kutengeneza content vizuri, mimi najua kutumia AI, mimi najua kufanya mambo ya internet, mambo ya kufanya, badala ya kujifanya unafurahia, wewe unakuwa daraja la namna gani wengine wanaweza kunufaika na kutumia hicho. Kwa mfano, badala ya kusema najua kutumia social media, unaweza kuwa social media manager. Badala ya kutumia AI kwa vitu vyako binafsi, kutengeneza midoli, kutengeneza video na nini, tumia AI kurun biashara yako. Ukifanikiwa, anza kutumia AI, mifumo AI kuanza kusaidia biashara nyingine ama makampuni mengine ya kuweza kurahisisha utendaji kazi. Kwa hiyo badala ya kutumia internet kwa manufaa yako, tumia internet kutengeneza website, kutengeneza blog, kutengeneza vitu vingine ambavyo vinaweza vikawasaidia watu wengine kuweza kufanya malipo, kufanya mauzo, kufanya everything. So, yani trend ikija, badala ya kuitumia trend, wewe unaenda kutengeneza infrastructure juu ya trend husika. Sheria namba 5, wanafanya maamuzi kutokana na data na sio vibes. So, ili kuwa successful CEO, unahitaji kuwa na dashboard ama scoreboard. Scoreboard ama dashboard ni kitu ambacho kinakusimplify, kuonyesha ni kwa namna gani umetoka wapi, umeenda wapi, matokeo yake nini, kipi kinafanya vizuri, kipi kinafeli, kipi kinakuangusha, kipi kitakuja kufanya vizuri baadaye, trend yake ni ipoje, data zinaendaje. Hii ndio inakufanya kuweza kuwa rahisi kufanya scaling ya biashara yako. Huwezi kuwa na biashara ambayo hujui unaingiza shingapi, hujui unatoa shingapi, hujui kwa mwezi huu imekuaje, mwaka uliopita ilikuaje, nini kimeongezeka, nini kibadilika, ni kitu gani ambacho kiliingia kama input kikaongeza output, ni kitu gani ambacho kilitolewa kama input kikapunguza output. Usipokuwa na hii huwezi kuscale. Ndio maana sasa nimeandaa platform maalum ambayo unaweza kujifunza hivi vyote vizuri. Na sio tu kujifunza kama darasani unavyokuwa unajifunza darasani shuleni, hapana. Ukijifunza kama shuleni utaishia kama shuleni. Inahitaji ujifunze more practically how to do all these things, kwa mifano, kwa matokeo, na namna gani ya kuweza kufanya practically ukiwa kwenye level uliopo hiyo popote ulipo. Unaweza ukaingia na kujifunza hivi vyote vizuri step by step
practically. So hii platform inakuruhusu kujiunga popote ulipo. As long as unasikia Kiswahili, you can do it. Unaweza kujiunga kwenye hii platform. Gusa kwenye bio hapo, utakuta link itakupeleka moja kwa moja kwenye landing page, itakupa mwongozo mzima na magari ya kuweza kujiunga. Na kama unaona video hii kwa Instagram, comment neno MBH. Nitakutumia link hii mimi mwenyewe kwenye DM yako sasa hivi.